ambayo ilichukua ubingwa. Kwa hiyo na mafanikio ya makombe mawili, na kombe la Muungano na kombe la Fati ambalo zamani ilikuwa inaitwa, sasa hivi inaitwa Azam CRDB Federation ambalo nilichukua. Kwa hiyo na makombe mawili katika karia yangu ya mpira nikiwa na timu ya Tanzania Prison. Lakini kifupi ni kwamba naweza nikaongelea swala la mchezo ambao unakuja mbele yetu nikiwa kama mchezaji wa zamani na taaluma ya ukocha. Mimi naamini kabisa mchezo utakuwa ni mzuri kwa sababu Yanga wanakuja katika uwanja wetu wa Sokoine ambao uwanja tumeuzoea, ni uwanja wa nyumbani. Kwa hiyo naamini kabisa mchezo utakuwa ni mgumu kwa sababu timu zote zinahitaji mahitaji ya pointi 3. Kwa hiyo mchezo sio rahisi. Mchezo ni mgumu. Tanzania Prison imejipanga kutafuta pointi 3 na Yanga imejipanga kutafuta pointi 3. Kwa hiyo mwisho wa siku Mwenyezi Mungu atambariki, yote atapata pointi 3. Ndio amejipanga vizuri. Lakini mimi naamini timu yangu ya Tanzania Prison iko vizuri zaidi kwa sababu ishafanya mazoezi ya kutosha katika uwanja wetu wa nyumbani na uwanja wa Sokoine vile vile kwa siku moja ambazo inatakiwa kufanyia. Lakini kifupi ni kwamba mchezo utakuwa ni mgumu kwa sababu Yanga wanahitaji pointi ambazo zitasababisha aende kuchukua ubingwa, na sisi Tanzania Prison tunahitaji pointi ambazo zitatusaidia kubaki katika ligi kuu msimu unaokuja. Kwa hiyo hizi pointi 3 kwetu si ni muhimu sana kuliko kitu kingine chochote. Enzi zako sasa mnacheza mnaenda kukutana na Young Africa au Simba Sport Club, timu yote ambao tunaihesabia kama ni kongwe, ilikuwaje kuaje labda kwa uzoefu uliokuwa nao? Kifupi ni kwamba unajua mchezo unapocheza mchezo wa Yanga na Simba matayarisho yake kwanza ni makubwa zaidi kuliko michezo mingine yote. Yaani kwanza utakuta wachezaji wenyewe mnakuwa na morali kubwa kwamba tunakutana na timu ambayo ni timu kongwe na ni timu ambazo zina wachezaji ambao wengi wanakuwa professional. Kwa hiyo ni kifupi kwamba na nyinyi mnaingia pale mnakuwa tayari mmeshajiandaa kupambana na watu ambao wanajielewa na watu ambao wako tayari kufanya kitu chochote. Kwa hiyo na nyinyi mnatakiwa muwe tayari. Hizi mechi sio za mchezo. Kwa hiyo mimi naamini kabisa mechi kama hizi siku zote kwa mchezaji yoyote maandalizi yake yanakuwa ni makubwa zaidi kuliko mechi nyingine zote. Ndio maana unakuta tunaongelea Jumatano tunacheza na Yanga, lakini kifupi ni kwamba ni mechi ngumu, ni mechi ambayo mchezaji yote taswira yake katika mwili wake lazima ameandaa mwili katika mazoezi ili kwenda kupambana katika uwanja wa mechi. Utofauti gani wa ligi wa kipindi mnacheza nyie na kipindi mnacheza sasa hivi? Kama Tanzania Prison ina historia ya kuchukua ubingwa ambao sasa tunaita ubingwa wa Muungano, ndo kama ubingwa wa ligi kuu. Sasa hivi nini kinashindikana kwa wewe unavyoona kwa uzoefu ulikuwa nao, au ni ugumu wa ligi kutoka mlipokuwa nyie na mpaka sasa? Unajua wakati ule kidogo mimi naweza nikasema kuna jambo moja kidogo labda utofauti. Sisi tulipata ajira wengi ambao tutoka ligi kuu. Mimi nikitokea CDA na wenzangu wengine walitokea Mtibwa, wengine wakatokea Milambo ya Tabora. Wengine walitoka Sigara kuja kuunganika, tukawa pamoja. Tukajikuta kwamba tumetoka ligi kuu. Sasa hii wakati ule tulikuja wengi wa ligi kuu ambao tumeshazoea na tukakuta wachezaji ambao wa ligi kuu wa Prison. Kwa hiyo inakuwa kidogo ile taswira ya ligi kuu inakuwa bado ipo katika miili ile, kwa sababu mimi nilitoka nikiwa katika ubora wangu nikitokea CDA. Nikakutana na Victor Kiroko, nikakutana na Oswald Morris ambaye alikuwa Prison, Victor Kiroko akitokea Milambo. Unakuta na wachezaji wengine ambao wana uwezo katika Prison walikuwepo tuliwakuta, lakini unakuta kama Pasco Tungalaza naye alitokea Mtibwa akiwa na Mwalimu Said Mwando, lakini Said Mwando baadaye akaondoka. Mimi nikitokea CDA na Alimayai ambaye sasa hivi ni mnani wa BMT. Kifupi ni kwamba Alimayai aliona kwamba kidogo huku pa kidogo aende kwenye Yanga, na mimi wakati nilikuwa na hiyo issue, lakini kifupi ni kwamba mimi nikabaki Prison kwamba nilikuwa nimeshaona ajira kwangu ni muhimu, kwa sababu kuna kitu ambacho kinanisumbua katika mwili wangu, goti kwa nanisumbua sana. Nikaona nikienda katika timu hizi inaweza ikafeli tena na hapo ajira tena ikawa mwisho. Kwa hiyo kifupi mimi nikabaki kwenye ajira, lakini mimi nasema mafanikio ya Prison ni wachezaji walichukuliwa enzi ya Kamishna Mwaijande, alichukua wachezaji wengi kutoka ligi kuu kuwaunganisha na wachezaji ambao walikuwa ligi kuu wa Prison. Kwa hiyo timu ikawa kidogo nikabambe na timu angalau na miili vile vile ilikuwa inacheza. Ukiniangalia bodi yangu mimi nilikuwa siko peke yangu. Kulikuwa kuna mtu anaitwa Olaf Mwamlima alikuwa na bodi kama mimi, kuna Jumane Sabula, kuna Samson Mwamanda, unaona kina Seka Bugoya, Gerardiru, Oswald Morris. Mamili yalikuwa ni makubwa. Yaani utakuta maji tukitroti hata timu za Simba na Yanga kwanza walikuwa wanabaki wanatuangalia, sasa hawa watu wametokea wapi. Kwa hiyo kilikuwa kinatubeba. Na ule upambanaji wetu
mimi nilikuwa na uwezo wa kupambana na watu wawili nikawapita bila, yani nilikuwa naona watu kama kawaida tu wanacheza, naona mbona wepesi tu. Kwa hiyo kitu kama hicho kinatusaidia. Yaani unakuta huyu mtu akicheza unaweza kumchukua wachezaji wawili wale, tena unaambiwa kabisa mwalimu wachukue, na wachukua kabisa, wanakata butu naanguka huko, mimi naendelea kwenda. Nilikuwa naona kama nacheza na timu za kawaida, lakini kifupi ni kwamba labda tofauti ni hiyo.